Yes, ni siku ya 14 ya mwezi wa 10, lakini ni mwaka wa 26 bila ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ikiwa leo ni kumbukumbu yake kwa maana ya Nyerere Day. Pengine kuna baadhi ya watu wanashangaa ni kwa nini wanapita mabarabarani, foleni hakuna, msongamano ni mdogo. Kwa sababu leo ni siku ya mapumziko, miongoni mwa siku za mapumziko, miongoni mwa zile public holidays, basi moja yapo ni leo hii ambapo tunakumbuka kuondoka kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere tangu mwaka 1999. Hii ni Viwanjani ya Azam Sports, kipindi ambacho tunakuletea mengi sana ya kimichezo iliyojiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Alwatan Ramadhan Ngoda, karibu sana kwenye Viwanjani ya siku ya leo, sehemu ambayo tutakuja kukuletea mengi sana. Lakini kabla ya kuendelea na chochote, nikukumbushe tu kwamba weekend hii ama mwishoni mwa juma ndani ya channel zako za Azam Sports yako mengi sana ya kuyafurahia, ikiwemo ligi kuu ya NBC, lakini pia timu ya taifa ya Tanzania leo hii majira ya saa 12 jioni itashuka dimbani kwa ajili ya kucheza mchezo wa kimataifa wa kirafiki dhidi ya Iran. Lakini pia Oktoba 17 ni Pamba Jiji dhidi ya Mashujaa, mchezo ambao ni wa NBC Premier League utakaoushuhudia kupitia Azam Sports 1. Lakini Oktoba 17 hiyo Fountain Gate watakuwa nyumbani Tanzanite Kora dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo ambao pia utaushuhudia kupitia Azam Sports 1 HD. Siku moja baadaye, kwa maana ya Oktoba 18, Silver Strikers ya Malawi itakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Young Africans katika mchezo wa mkondo wa kwanza, hatua ya awali kusaka tiketi ya kucheza hatua makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni Azam Sports 2. Lakini siku hiyo KMKM ya Zanzibar itakuwa dimbani katika uwanja wa New Aman Complex dhidi ya Azam FC kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, Azam Sports 4 HD. Tarehe 19 Nsingizini Hotspurs itakuwa nyumbani kucheza mchezo wa mkondo wa kwanza kusaka tiketi ya hatua makundi ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, mchezo ambao utashuhudia kupitia Azam Sports 2 HD. Hiyo ndio weekend ya Azam Sports kwenye channel zako za Azam TV. Karibu sana katika Viwanjani ya leo, siku ambayo nitaliongoza jahazi hili nikiwa sambamba kabisa na Andrew Kinga Mkono, sambamba na Adriano James kwenye kuangazia yale ambayo tunayo kwa siku ya leo. Kitu ambacho sina mashaka nacho ni kwamba Adriano kwa kiasi kikubwa picha Mwalimu Nyerere ameiona kwenye noti na kwenye picha. Hiyo ina ubishi. Yaani Mwalimu Nyerere amemuona kwenye noti na kwenye picha. Ni kitu ambacho sina wasiwasi nacho. Kabisa. Vinginevyo awe amedanganya umma. Anaruhusiwa kukanusha. Apinge. Siwezi kukanusha mpaka bwana sheria yangu awepo hapo. Mlisha share pumzi ya dunia na Mwalimu Nyerere? Nimeshare naye. Mmeshare naye pumzi ya dunia. Kwa kipindi gani? Kipindi cha miaka mingapi? Miezi 8. Inatosha sana. Inatosha sana. Miezi 8. Kwa miezi 8? Miezi 8. Mingi sana miezi 8. Inatosha nakwambia. Miezi 8 kwa sababu mwezi wa pili mwezi wa 10 mtu ambao unaweza kukaa naye kidogo na akakusimulia walau vitu vile vitatu hata vya kwenye uongozi wake Mwalimu Nyerere ni Kinga Mkono kabisa. Hiyo sipingi. Honestly mimi sikuwepo kwenye uongozi wake. Yaani kipindi ambacho Mwalimu Nyerere yuko madarakani sikuwepo bado, nilikuwa sijaje duniani. Lakini nimekaa naye duniani kwa miaka kadhaa hivi. Sio miezi. Sasa miezi yangu mimi sio miaka kasoro. Unajua ile una uwezo wa kusafiri pekee kutoka Dar mpaka Tanga. Ni mtu ambao una akili timamu kabisa. Hicho kipindi bado Mwalimu Nyerere alikuwa yuko hai. Wakati mimi natoka Tanga na kuja nao mwenyewe. Kabisa. Kwa hiyo lakini cha muhimu hapo kwamba tumeshare pumzi ya dunia. Mmeshare pumzi ya dunia. Kwa kipindi gani? Si ndio kama kutajia miezi 8 inatosha sana. Mingi sana hiyo. Wao mtu akili alikuwa hana. Alikuwa ajui anaendelea. Alikuwa ajui kinachoendelea. Wanambadilisha nepi tuna pampasi nyingi. Azitoa bado. Kipindi chake huyu zishakuja. Nini? Pampasi. Pampasi kipindi changu pampasi. Uwe hot farming sana. Haiwezekani. Nataka uwe family bora sana wakati huo. Umefungwa vibwende? Sana. Vibwende vingi sana. Pili sana watu. Basi hongera kidogo, lakini wewe Sharif Bayona
mpo humo. Yaani mnatembea kwenye kapu moja. Gen Z. Gen Z. Yaani huyu ilikuwa ni miezi 10 kabla ya kule mtoto wa 2000, ni miezi 10. Wakati ule ndo tunazungumza Y2K. Tunajua Y2K. Tulia. Tukiambia ikifika Desemba kompyuta zote zitazimika duniani. Y2K. Na mwisho dunia itakuwa hapo. Yaani atubadilishi kompyuta zitambue 2000. Hapo mmeniacha. Andrew, vipi? Mambo yanasema? Tunashukuru Mungu. Vizuri kabisa. Mungu mkubwa. Karibu tena. Tuko kwenye kumbukizi. Mwalimu Nyerere kama anavyosema. Mimi namkumbuka kwanza kwa sera yake ya kila mkoa kuwa na kiwanja chake cha michezo. Moja ya sera kubwa sana ambayo itabaki maisha yote. Tunafaika nayo mpaka leo. Mpaka leo hii, yani kila mkoa ulikuwa na kampeni ya kujenga. Na sio tu kila mkoa, unajua unaweza kusema mfano labda pale Tanga, alafu uwanja wa mpira ukajengwe Maramba. Au uwanja wa mpira ukajengwe Handeni. Kati ya mji. Makao makuu ya mkoa, kati ya mji. Kuna kiwanja cha michezo inapochezwa. Wewe angalia viwanja vingi, angalia viwanja vingi vya mpira. Vyote viko katika Tabora uko pale mjini. Arusha uko pale. Ukienda Mwanza Kirumba iko pale kabisa mjini. Lakini ukienda Tanga mjini. Ukienda Mbeya mjini. Ukienda Musoma kule mjini. Kwa hiyo umenikumbusha kitu kimoja kizuri sana. Ni sera kubwa sana na tulipata medali za Olimpiki. Za kwenye riadha. Kwa hiyo ndo za mwisho, za kwanza na za mwisho za kwenye Olimpiki. Labda tusubiri Simbu kama atawakilisha mwaka. Tuletea dhahabu ya tuletea nyingine. Kwenye Olimpiki ijayo kama atafanikiwa kufanya vizuri akachukua dhahabu, basi atakuwa amevunja ile rekodi ambayo iliwekwa mwaka 80 pale. Kwa hiyo nadhani kwenye michezo kuna mengi ya kumkumbuka Mwalimu Nyerere kwenye uongozi wake. Sana. Tuliona timu za makampuni zilikuwa na team prisoner naona RTC, TTC Sigara walikuwa na timu yao, yaani Reli Morogoro. Kwa hiyo ni kulikuwa na mpira unachezwa kwenye taasisi. Naona of course nilikuwa taasisi sana nguvu za kiuchumi, fedha. Kwa hiyo ulikuwa tunapata tabu. Na watu walikuwa wanapata kazi huko. Sana. Mtu anaajiriwa kwenye mashirika kwa sababu tu nguni huko. Sasa hizi mimi ningekuwa nafanya kazi wapi? Basi sawa, karibu sana katika jahazi la viwanjani na tuanze kwa kuliangalia soka letu, sehemu ya kwanza kabisa ya viwanjani ambapo timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars inatarajia kushuka dimbani leo majira ya saa 12 jioni katika mechi ya kimataifa ya kirafiki dhidi ya Iran. Kocha Hemed Suleiman Ali almaarufu Morocco amesema kwa sasa soka la Tanzania limekuwa kwa kasi kiasi ambacho imekuwa rahisi kupata mechi za kirafiki na nchi ambazo zimepiga hatua katika mpira duniani. Kwa upande wa nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto amesema wamejiandaa vizuri kucheza na timu kubwa, hivyo watahakikisha wanafanya vizuri kwenye mechi ya leo. Wala tunamshukuru Mwenyezi Mungu, nafikiri tupo katika uwanja wa mazoezi kama ambavyo umesema, siku yetu ya mwisho ya mazoezi kabla ya kuwavaa Iran kesho. Kimsingi tuko vizuri, wachezaji wote wako katika afya njema, kama ambavyo umeona tujawa na injury katika kikosi chetu tulichokuwa nacho hapa. Kiakili, kimwili wako vizuri na tunataka kumaliza section yetu hapa ya mwisho. Tuko tayari, that's why tunamalizia. Tunajua tunaenda kucheza na Iran, moja ya mechi ngumu kwa sababu tunacheza na timu kubwa ambao wamekuwa na mara kwa mara wanaingia katika qualify the World Cup kama ambavyo umesema. Lakini na sasa mimi sisi tumekuwa wakubwa kiasi fulani, sio kwa sababu hapo nyuma ilikuwa ngumu kupata mechi kama hizi kucheza na nini. Kwa hivyo ni mechi ambayo acha kwanza kwetu sisi tunachukulia kwa muhimu mkubwa kwa sababu ni mechi ambayo inaongeza renki ya FIFA. Lakini cha pili ni mechi ambazo wachezaji wetu wanaanza kupata experience zaidi, sio kama ambavyo tulikuwa tunasikitika siku za nyuma wachezaji wetu wanakosa ile experience. Tumebahatika kupata hizo mechi, kwa hivyo ni mechi moja nzuri kwetu sisi, ina faida nyingi, sio, na naamini kwamba tutacheza kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba tunapata matokeo. Narudia tena kusema tumekuwa wakubwa sasa hivi, tumecheza mechi nyingi kubwa na timu kubwa na tunacheza vizuri. Kwa hivyo tunataka kuhakikisha kwamba pale ambapo tumefika tunaendelea. Nashukuru tulikuwa na mheshimiwa balozi leo amejaribu kutusitiza, lakini nafikiri na Watanzania wanatusitiza kwa njia moja ama nyingine wakati wote kuhakikisha kwamba tunacheza vizuri na tunapata matokeo. Kwa hivyo na tumekuwa tunapambana kiasi hicho kuhakikisha kwamba tunapata. Unajua Watanzania wengi wapo wanaangalia timu yao, wanataka kuona tunashinda, sio, na naamini kwamba wanatuombea. Kwa hivyo
tutapigana kadri ya uwezo wetu kuhakikisha tunapata matokeo mchezo wake. Ingekuwa hivyo, lakini nafikiri tuna idadi ya wachezaji ambao wanaweza kutumika. Tuna kikosi cha wachezaji 22 hapa ambao kwangu mimi ni muhimu kufanya rotation kulingana na ambao tuna mashindano ambayo tunaenda kucheza sasa hivi. Kama tuna our mission kuhakikisha kwamba tunaenda kucheza AFCON mwezi wa 12, kwa hivyo tukipata rotation ya wachezaji inakuwa ni kitu kizuri kwa ajili ya mechi kama hizi, sio kujenga confidence na waweza kucheza vizuri kule. Tunakutana timu ambayo ni bora. Timu ambayo ni bora na wenzetu washafuzu kuelekea World Cup, lakini tuone bora wao kiwapo uwanjani katika 90. Sisi kama Tanzania tunaweza kupigania taifa letu, kupigania timu yetu, na sisi wachezaji kama kwa ujumla tumejiandaa vizuri mpaka sasa hivi, na nadhani wategemee mechi ya ushindani, tegemee mechi nzuri na mechi ambayo ni ya mpira zaidi. Huyo ni Bakari Nondo Mwamnyeto alizungumza baada ya kocha Hemed Suleiman Ali kuzungumza kuelekea kwenye mechi ya leo. Kwa kwamba hayo ni mahojiano ambayo yalifanyika jana katika uwanja wa mazoezi pale Dubai, mahali ambapo timu ya taifa ya Tanzania licha ya kwenda kambi, lakini pia ilipata nafasi ya kucheza mechi ya kimataifa ya kirafiki hapo baadaye jioni dhidi ya timu ya taifa ya Iran. Kuna uhalisia kiasi gani kwa kile ambacho amekizungumza kwanza kocha Hemed Suleiman juu ya ukubwa wetu na uwezekano ama urahisi uliopo hivi sasa wa kupata mechi kubwa dhidi ya timu ya taifa kama ya Iran? Awali haikuwa rahisi kiasi hicho. Kwanza nasema ukubwa tumekuwa kwa sababu tumeshafuzu kama mara 4 kwenye AFCON. Katika kipindi tumefuzu mara 3. Kwa hiyo nadhani watu wameanza kuiona Tanzania, japokuwa tufanye vizuri kwenye AFCON yenyewe, lakini kufuzu tu ile inaonyesha hii timu ina changamoto. Lakini kingine ni kubadilika kwa sera ya FIFA ambayo walikuja na mpango kwamba sababu timu za Afrika mara nyingi zilikuwa zinacheza zenyewe kwa zenyewe. Baadaye hapa katikati wakaja na mpango kwamba jamani, sasa watoe fursa kwa hizo timu za Afrika kwamba jamani zenyewe zipate nafasi ya kucheza dhidi ya hizo timu nyingine za kutoka sehemu mbalimbali, na kutokana na ule viwango na nini. Kwa hiyo hii ikatoa fursa ya timu kama zetu kupata nafasi ya michezo kama hii. Kingine ilikuwa ngumu kwa sababu ukiomba timu kama Iran unabidi wewe ulipie gharama zao zote. Umeona wale wanakuandalia mechi wanakudai wewe ulipie, sio hoteli wanazolala wachezaji, na wachezaji wengine wana hadhi kubwa kutokana na klabu zao. Kwa hiyo nchi zetu nyingi zilikuwa haziwezi kugharamia hizo gharama ambazo zilikuwepo. Kwa hiyo mazingira yalikuwa mengi magumu, lakini kutokana labda na sera hii ya FIFA walikuja nayo, imetupa fursa na sisi kuja kuonyesha kile ambacho tunacho kwenye dunia nyingine. Na hii nisema ni fursa kwa wachezaji wetu kwenda kujionyesha. Unapocheza na mkubwa unapata fursa watu kukutazama, kwa sababu mechi ikichezwa pale Dubai ni uwanja huru, watu wengi watakuja pale, mawakala watakuja pale waje waone vipaji vya Tanzania. Okay, Tanzania kuna mtu uzuri, klabu zetu ziwe tayari kwamba mchezaji atapokuwa amepatikana kwenye soko kubwa afungue milango, kusiwe na ugumu ambao ulikuwepo mara kwanza. Kwa hiyo nadhani hii ni fursa kubwa kwa wachezaji wa Tanzania na kwetu kama taifa kwamba tukishinda mechi hii tutapanda zaidi. Na wengine wakati mwingine wanaogopa kucheza mechi za namna hiyo, ukifungwa inakushusha wewe zaidi sababu unaonekana umefungwa na timu ambayo dhaifu. Kwa hiyo ilikuwa ni mtego. Kwa hiyo nadhani kwetu sisi ni daraja kubwa hasa kujiandaa kwa sababu tunaenda Morocco mwezi ujao, miezi miwili ijayo. Kwa hiyo nadhani ni fursa kwetu kujitumia. Mwalimu amesisitiza issue ya rotation kikosi. Na sababu ameitaja ni kwamba ni lazima hakikisha kwamba ile kundi la wachezaji kwa asilimia kubwa kila mtu anapata nafasi ya kucheza, kwa sababu tunakwenda kwenye mashindano makubwa na tunahitaji kumtumia kila mchezaji pale ambapo inapobidi. Ni wakati sahihi kiasi gani kwa hiki ambacho anakiwaza Mwalimu Hemed Morocco kuja katika uhalisia? Yani ni wazo zuri ambalo amekuja nalo, kwa sababu unapotoa nafasi kwa kila mchezaji, kwa sababu ametaja kundi la wachezaji 22 ambao wapo katika kambi ya timu ya taifa kwa ajili ya huu mchezo. Kwa hiyo unapotoa nafasi kwa wachezaji ambao hawajawahi kupata nafasi, kwanza swala la kwanza utazungumzia hapo experience ambao wanaenda kupata wachezaji ambao tumeona wachezaji wengi ambao wapo katika timu ya taifa hivi sasa, wengi wao hawajaitwa mara kwa mara. Kwa hiyo unapoita hawa wachezaji, kwanza unaenda kujenga hiyo experience, lakini exposure ambayo baadaye inakuja kuwasaidia hawa wachezaji. Kwa hiyo ikishawasaidia hawa wachezaji inapokuja kwenye mashindano makubwa, ukichanganya hili kundi la wachezaji ambao hawapati hiyo nafasi ya kuitwa mara kwa mara na wale wachezaji ambao mara kwa mara wanaitwa timu ya taifa, kuna timu unajenga timu ambayo ina muunganiko mkubwa. Kwa hiyo nafikiri ni idea nzuri ambayo wamekuja nayo kama mwalimu, na ukizingatia tuna mashindano ya AFCON mwezi wa 12 pale
Morocco. Kwa hiyo lazima utengeneze timu ambayo itakuwa na muunganiko, hasa kwa wachezaji ambao hawapati nafasi na hata wale wanaopata nafasi. Mwisho wa siku wakishia dressing room kwa pamoja, inakuja inatengeneza timu bora ambayo itakuwa na ushindani ndani ya uwanja. Na Kinga Mkono amezungumzia hapo kwamba tumekuwa na tabia ya kufuzu mara kwa mara AFCON. Kwa hiyo hii kufuzu mara kwa mara AFCON pia inazidi kutujengea hali ya kujiamini sisi kama timu ya taifa, na mwisho wa siku kuanza kwenda kufanya vizuri. Kwa hiyo naamini hiki ambacho kinafanywa hivi sasa na aina ya mchezo ambao tunaenda kucheza dhidi ya Iran ambayo kwenye viwango vya FIFA hapo nafasi ya 21. Alafu tunazungumzia sisi tuko katika nafasi ya 107 kama sijakosea. Kwa hiyo unaona range ya tofauti tuliokuwa nayo kati yetu sisi na wao. Kwa hiyo huu ni mchezo ambao experience ambayo tutapata, tunacheza na timu ambayo kwenye Asian World Cup qualification wanaongoza kwenye kundi lao na wana nafasi ya qualify kwenda katika World Cup. Kwa hiyo unaona ni timu kubwa tayari ambayo imejaza titi, imekamilika. Kwa hiyo ni ushindani mkubwa ambao tutapata katika huu mchezo. Experience ambayo wachezaji wetu watapata, exposure ambayo wachezaji wetu watapata, itakuja kutusaidia sisi kama taifa kuelekea katika mashindano mengine makubwa, hasa yao ya AFCON ambayo yanakuja hivi karibuni. Kwa hiyo nafikiri ni idea nzuri ambayo mwalimu amekuja nayo, na mwisho wa siku naamini itakuja kutusaidia. Ni muda kidogo kabla ya mchezo wa mwisho wa qualifier dhidi ya Zambia. Ni muda kidogo umepita, hatukuwa tunawashuhudia hawa wakina Tarin na Larahia, wakina Danilo Nyano, lakini pia wakina Chazi Mombwa. Nyongeza yao, kuongezeka kwao, ni mmoja tu ambaye hatujamuona kwenye mechi iliyopita, kwa maana Danilo ndo hatujamuona kwenye mechi iliyopita, lakini Tarin kuingia kwake tulimuona, lakini pia Charles Mombwa alianza kwenye ile mechi na tuliona alichokifanya. Unadhani ni wakati sasa wa kuhakikisha kwamba hawa tuna maintain, kuhakikisha kwamba wanakuepo kwenye kila mechi yetu ya kirafiki na kwenye kila tournament ambayo tunakwenda kushiriki kwa ku-strengthen timu yetu ya taifa? Kulikuwa na changamoto ambayo sidhani ilitokea wapi, sijui ilitokea wapi, kwa sababu mwanzo ilikuwa ni kama ni sera ya nchi kwamba tuchukue vijana wetu kutoka nje, kwamba hawa tutawaandaa kuelekea tuchanganye na watu tulikuwa nao ndani, kuandaa kwa ajili ya 2027 AFCON 2027 tuwe na kikosi imara. Lakini baada ya kushindwa kufanya vizuri kule kwenye AFCON iliyopita, kocha alivyoondoka yule na ule mpango ukaonekana kama vile na yenyewe ukafa. Umeona Kwa hiyo haikujulikana nini kilichochangia, lakini tu ghafla ule mpango ukafa, basi tukaendelea na wachezaji wetu ambao tumewazoea kila siku. Ilikuwa ni sera nzuri. Kwa hiyo na mimi naamini kabisa wachezaji hawa tunaona leo Cape Verde wamefuzu, lakini kwa aina ya wachezaji kama hawa unakuwa na vijana ambao wanacheza katika ligi ndogo. Unajua mtu akicheza sehemu ambayo tayari soka imeendelea inakupa uzoefu mkubwa sana. Kwa hiyo tukiwa na vijana kama hawa ambao wanacheza soka sehemu zilizoendelea, Uingereza, sijui Austria, wengine sio wacheza Ireland. Kwa hiyo unapata wachezaji ambao wana uzoefu wa kucheza mashindano na wanajua mbinu, wanajua kujipanga, na kwa hii inaisaidia timu kuwa imara. Kwa hiyo nadhani ni sera nzuri ambayo tulipaswa kuendelea kuwa nayo ili tuendelee kuongeza na hao kwetu ambao tunao hapa ndani. Vipaji vyetu ndio tunavyo vikubwa, vina uwezo, hatuna tatizo navyo, lakini hao wengine wanatupa kitu kipi ambacho sisi ndani hatuna, uzoefu wa kucheza mashindano na utayari wa kimwili. Kwa hiyo hii ingekuwa sera kubwa sana ambayo kama tungeendelea kuishikilia mpaka leo, nadhani tungekuwa na hata sisi kwenye nafasi ya World Cup tungekuwa labda nasema sisi kusema kama tumefuzu au hatujafuzu, lakini tungekuwa na kitu. Lakini tuliwaacha. Leo tunataka kwenda kwenye AFCON, ndio tunaanza kuwakumbuka. Tumebakisha mechi moja, hii tunacheza leo, labda tutacheza mechi labda 2 kabla ya mashindano. Novemba ndio kutakuwa na kalenda ya FIFA ambayo kutakuwa na kalenda ya FIFA Novemba. Alafu tutaenda kwenye maandalizi ya mechi za mashindano. Kwa hiyo wakati mwingine hao wachezaji wakati mwingine hawaonyeshi viwango vyao kwa sababu kwanza ni wageni. Mazingira hawajuani na wenzao. Kwa hiyo ile wakati mwingine na muondo, hata nakumbuka Haji Mnogo wakati anaanza kuja kucheza Taifa Stars, ulikuwa unamuona na hofu, lakini baadaye alipokuwa anaitwa akazoea, akatuonyesha kitu, kumbe huyu mtu anaweza kucheza. Alikuwa ni miongoni mwa wachezaji waliocheza vizuri sana kwenye timu ya taifa kwenye AFCON ile 2023. Umeona, kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye alikuwa hajazoea, lakini amekuja kuzoea mazingira, amekuja kutuonyesha uwezo wake uko wapi. Kwa hiyo nadhani ni kuendelea kuwa nao. Tunajua wakati mwingine sisi mashabiki na Watanzania tuna jambo moja, ukimwona wewe bwana hana kitu, yani tunatumia nauli yetu bure, hana kitu. Hapana, mchezaji anakuja anacheza timu, kama mchezaji anacheza kwenye timu yake, tuamini kwenye vipaji vyao. Ndio vipaji vya ndani tunawapenda wachezaji wetu ambao wanacheza kwenye klabu zetu hizi pendwa, lakini hawa watu wanakuja kutuletea kitu. Sio kama wanawanyang'anya namba, wanawapa changamoto ili na wenyewe wawe bora zaidi. Mwisho wa siku tunakuwa na kikosi imara. Nchi nyingi ndogo ndogo, na sasa hivi Komoro itakuja itatusumbua, na wenyewe na wachezaji wengi sana nje ambao wanacheza kwenye ligi ndogo ndogo. Ukiangalia Mauritania,
Madagascar, wote sifa yao kubwa ni kuwa na vijana wadogo wanaocheza kwenye klabu ndogo. Kwa hiyo wale vijana wadogo kwenye timu yao ya taifa, ule uzoefu waliopata kule wakiuchanganya pamoja na wale waliokuwa nao ndani, ukiwa na benchi zuri la ufundi kama la Morocco, hakika timu inafanya vizuri. Kwenye mechi 5 zilizopita ukituangalia tumefunga goli moja tu. Kwa hiyo ni changamoto kwa timu ya taifa. Na cha kuongezea hapo kwa Kinga Mkono ni kwamba amesema hawa wachezaji ambao wanacheza nje, yani hakuna mtu ambaye alikuwa anamfahamu Morris Abraham. Morris Abraham watu wengi walimfahamu kupitia timu ya taifa. Wakati kwa sababu anacheza ligi za chini kama tunazozitaja huko nje, lakini kuitwa timu ya taifa mara kwa mara watu wakaanza kufahamu Morris Abraham, uwezo wake, na hata hivi sasa yupo ndani ya Simba kutokana na timu ya taifa. Kwa hiyo hawa wachezaji wa nje ambao wanacheza nje, kuna hatua tayari wameshapiga, yani kuna kitu cha ziada ambacho wapo nacho. Kitu ambacho wanakihitaji zaidi ili kuonyesha ubora wao mkubwa ni kutengeneza muunganiko na hawa wachezaji wenzao wa timu ya taifa. Kwa hiyo kuitwa mara kwa mara itawasaidia wao kujenga confidence na kuonyesha kile ambacho ipo nacho. Tunataja kina Haji Mnoga, huyo Morris Abraham. Kwa hiyo nafikiri hiki ambacho kinafanyika, kinatakiwa kuendelea kufanyika ili tuweze kutengeneza timu ya taifa imara zaidi ambayo itakuwa na matunda chanya kwa miaka ya baadaye. Sawa, hebu tukaziangalie mechi 5 za mwisho za timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, katika mashindano tofauti. Zinatupa taswira gani na picha gani kuelekea kwenye mechi ya jioni ya leo dhidi ya Iran? Kumbuka kwamba ni mechi ambayo itachezwa pale katika pale Dubai, na hizi ni mechi 5 za mwisho za Stars. Hii ilikuwa ni World Cup qualifier ambayo tulipoteza kwa goli 1-0, ni mechi yetu ya mwisho dhidi ya Zambia. Lakini pia mechi nyingine ya World Cup qualifier ilikuwa ni mechi tuliyopoteza pia katika uwanja wa New Aman Complex dhidi ya Niger. World Cup qualifier mechi nyingine ni sare ya 1-1 ambayo tuliipata kule Brazzaville dhidi ya Jamhuri ya Kongo. Mechi ya CHAN ambayo tulipata kipigo cha goli 1-0 dhidi ya Morocco. Lakini pia mechi nyingine ya mwisho katika mechi 5 ni mechi ambayo tulitoka suluhu dhidi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kwa katika mechi 5 kama alivyosema Kinga Mkono, tumefunga goli 1 pekee na hatujapata alama 3 kwa maana ya ushindi katika hizi mechi 5. Basi ndio tutamani. Kwani siku nyuma kidogo huku nyuma chini hapa kuna jambo hapo chini hapa chini vipi hapa, lakini tulishinda dhidi ya Madagascar. Sasa ndio tumechukua 5, Mtozi kaamua kuchukua 5. Sasa tutafanyaje? Na jambo lake jifuacha. Lakini mechi 5 ni mechi nyingi sana kuonyesha nafasi yako, na hiyo mechi 5 zinatuonyesha kwamba tuna changamoto ya kwenye safu ya ushambuliaji, na changamoto ya safu ya ushambuliaji ni mfumo wa kocha. Nadhani hapo inabidi nimlaumu kocha kwamba ameshindwa kutengeneza timu ambayo inaweza kufunga magoli. Umeona kwenye mechi zote hizo timu imeshindwa kufunga magoli, kwamba yani hatuna mpango sahihi. Timu inapoanza kutoka nyuma tuko vizuri, pamoja na tumefunga goli moja, yani inaonyesha timu yetu yani wakati mwingine una mbele ya washambulie vizuri, nyuma lazima kutafanyika makosa ambayo yanafanywa mbele ya kukosa magoli, ikija likifanywa nyuma ni goli, mnafungwa. Kwa hiyo unaona timu yetu nyuma ina ukuta imara sana hadi katikati. Sasa kutoka namba 6 pale katikati kwenda mbele, hiyo ndio imekuwa changamoto ya Stars katika hizo siku za karibuni. Unawaona kabisa wanashindwa kutengeneza mpango. Kwa hiyo goli linatokea kusikojulikana. Hata katika mechi za CHAN ambazo tulishinda, magoli mengi yalitokea kusikojulikana. Yaani usemi kwamba sasa hawa wanaenda kutengeneza goli. Watakuja mara ya kwanza wakukose, waje mara ya pili wakukose. Unaona imepigwa cross, kakutana nayo pesa ikapiga shoot. Imepigwa cross kakutana nayo Shabalala kagoka kichwa. Yaani ni mpira ambao hatujikani tunatafuta nini pale mbele. Kwa hiyo nadhani kocha Morocco anabidi atengeneze safu yake ya ushambuliaji. Hiyo ndo sehemu ambayo anabidi aimarishe sana kwenye kuelekea kwenye AFCON inayokuja. Yaani katika kitu ambacho akae na benchi lake na kina Mgunda alikuwa mshambuliaji, anajua namna ya kushambulia, anajua namna ya kufunga, alikuwa na rekodi nzuri akiwa na Coast Union. Kwa hiyo ana wajibu wa kumsaidia Morocco katika safu ya washambuliaji. Kwa nini washambuliaji hawafungi? Ndio mwalimu alifunga mechi iliyopita, lakini uliona ilipigwa tu pila refu, akaikimbiza, akakutana nayo ndo akafunga ile goli. Kwa hiyo hatuna mpango mzuri. Je, tunashambulia kwa aina gani ya ushambuliaji? Kwa hiyo nadhani kocha Morocco inabidi atengeneze hapo. Cha kuongezea kwangu mimi, na nafikiri si tatizo la mwalimu. Yaani ubutu wa safu yetu ya ushambuliaji sio tatizo la mwalimu, ni tatizo la taifa kwa ujumla. Ukiangalia kwa miaka hivi karibuni timu yetu taifa letu limekuwa linazalisha viungo wengi, mabeki wengi. Tunajisifu tuna safu bora ya ulinzi kwa sababu tuna mabeki wengi ambao wanafanya vizuri katika klabu ambazo wanacheza, lakini ukija katika eneo la ushambuliaji, eneo ambalo ukiangalia katika mechi ya mwisho ambayo tumecheza na Zambia, mshambuliaji alikuwa Paul Peter. Paul Peter ambaye kwa hivi karibuni amekuwa anaonyesha kiwango kizuri.
Clement Mzize. Yaani ukiambiwa utaje washambuliaji wa timu ya taifa ya Tanzania, Paul Peter ambaye hawana ile consistency, kuja kina Clement Mzize, akina Mwalimu Waziri Junior, unataja kina Mbwana Samata ambaye huwezi kumpa miaka 5 kusema huu ni mchezaji wa kutegemea kwenye kikosi cha timu ya taifa. Kwa hiyo nafikiri ni tatizo la taifa zima ambalo tunatakiwa tuliangalie kwa upana. Ili kulitatua tatizo hili tunatakiwa tuzalishe washambuliaji ambao watakuja kufanya vizuri na kuisaidia timu yetu ya taifa. Lakini tukiendelea kumwambia kusema mwalimu maana kocha hana washambuliaji au wazalishi washambuliaji, nafikiri tunamkosea. Lakini ni tatizo ambalo TFF kupitia kwa watu wake, TOD, technical director kina Oscar Mirambo, angalie yani tutengeneze washambuliaji ambao watakuja kuwa na msaada. Of course ni tatizo sio la Tanzania, dunia kwa ujumla sasa hivi wanalia na washambuliaji. Sawa, washambuliaji wapo wachache. Tuendelee kuongeza maombi. Tuendelee kuongeza maombi katika watoto 100 watakaozaliwa leo pale Muhimbili. Watakaozaliwa 100 pale Muhimbili. Basi angalau 15 hivi wawe washambuliaji. Wawe mastriker na sio wawe mastriker tu. Yaani wawe mastriker alafu wawe wanajua kufunga. Lakini unajua kuzaliwa na talent tu ya kuwa mshambuliaji haitoshi. Yaani inahitaji uongamuzi wa hivyo vipaji. Ndio maana muona Azam FC wanazunguka. Hawajaishia Dar es Salaam, wanazunguka, wanatoka hapa, wanakwenda Mwanza, wanatoka Mwanza, wanakwenda mkoa gani, kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanafanya hiyo scouting ya kutafuta wachezaji wazuri ambao watakaa kwenye academy na mwisho wa siku itakuwa ni faida kwa taifa. Of course wamekuwa na hiyo athari chanya. Athari yake inaonekana all over. Lakini ndio ile Morocco mara mwisho alizungumza, kocha Ahmed Morocco alizungumza kwamba wachezaji wetu wengi ni homa za vipindi, hawana muendelezo. Yes, kabisa. Ukiangalia Shetemba aliyefunga goli dhidi ya Zambia kule, hayupo tena kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo yani wakati mwingine unakuwa unashindwa kuwa na watu ambao watakupa muendelezo. Hasa kwenye safu ya ushambuliaji. Mfungaji bora wa msimu uliopita kwa Mtanzania, msimu huu utegemee kumuona akiwa anamaliza pale juu katika orodha ya wafungaji. Yaani hiyo imekuwa ni kawaida. Msimu mmoja mtu anaibuka au amehama. Ataibuka msimu huu mtu atawaonyesha mtu hapa. Msimu ujao anashangaa. Mpole amepotea. Kama msimu huu bahati mbaya Mzize ameanza na injury. Sasa utegemei kama akirudi na pale Yanga kuna watu wakikliki vizuri na maana naye atakuwa na mchangamoto kubwa kuja kuingia kwenye ile timu. Kwa hiyo ni mtihani mkubwa. Umeitaja Yanga, tuelekee sasa kwenye viunga vya Jangwani ambapo klabu ya Young Africans imemuongeza Patrick Mabedi aliyekuwa kocha wa timu ya taifa ya Malawi kuwa msaidizi wa kocha Romain Folz. Kocha huyo atarithi mikoba ya aliyekuwa kocha msaidizi wa Young Africans Manu Rodriguez ambaye ameomba kuondoka klabuni hapo kwa sababu zake binafsi. Meneja wa habari na mawasiliano wa Young Africans Ali Kamwe ametaja sifa za kocha huyo huku akifanua sababu za timu hiyo kuachana na aliyekuwa kocha msaidizi wa Romain Folz. Uongozi wa Young Africans chini ya rais wetu Engineer Hersi Said na mmeona mazoezini hapa, alikuwa pia na makamu wetu wa rais Arafat Haji, wamekuja kumtambulisha hapa mwalimu mpya msaidizi anaitwa Patrick Mabedi. Ni raia wa Malawi na ni raia ambaye wa Malawi ukiangalia profile yake amefundisha timu ya taifa ya Malawi, amefundisha timu mbalimbali South Africa, ni miongoni mwa magwiji wa klabu ya Kaizer Chiefs. Ukizungumza magwiji wa Kaizer Chiefs huwezi kuacha kuitaja jina la Patrick Mabedi. Ameongezwa kwenye technical bench yetu. Swali linaweza kuwa yuko wapi Manu Rodriguez ambaye alikuwa assistant anayefanya kazi na Romain Folz. Manu Rodriguez amepata changamoto ya kiafya na amewasilisha barua yake kwenye uongozi kwamba anaomba apate muda wa kupumzika aende kushughulikia changamoto yake ya afya ambayo ameipata. Kwa hiyo uongozi umempa baraka zote na anaingia nchini siku ya kesho. Baada ya kwenda kufanya vipimo vyake, anaingia nchini siku ya kesho kwa ajili ya kukamilisha taratibu zote za kumalizana na uongozi wa klabu ya Young Africans na kumruhusu aende. Kwa hiyo tukaona hapa wakati huu timu inajiandaa tutafute assistant mwingine na tumemchukua assistant mwenye uzoefu mkubwa, mwenye CV kubwa, assistant mwenye leseni pia ya CAF. Huwezi kuona Mr. Patrick, please one minute. Huwezi kuona tattoo. Come. Huwezi kuona tattoo, lakini unaona CV, unaona profile, kocha mkubwa mwenye wasifu mkubwa. Unamzuia hata kani moja mwenyewe. Come coach.
Huyu ndo Patrick Mabedi, our new assistant coach wa klabu yetu. Hana tattoo, hana chochote, ana CV. Ni kocha mkubwa, ni kocha ambaye anaweza akakaa kwenye technical bench yoyote as head coach. Lakini huku tumemchukua kama assistant coach, anakuja kusaidiana na Romain Folz. Sasa unaweza kumhoji kijana. Yes, coach. First of all, you are welcome. This is Young, but how do you feel joining Young Africans? I'm so happy, and it's an honor to be here, and I'm very happy that I joined the team, whereby it's got historic, and it's also have so many followers, and I'm very happy. I'm more excited and looking forward to work with him. Well, there's so many things that I can contribute, I believe, in this team. I've been a football player, soccer player before. I've been in the field as a professional, and also I've been as a coach, and I've been international as a head coach, and even the club. So I think I've got something that I think I can share and contribute to this team, so that this team can also grow in whatever we can share together. Look, I love this team, to be honest with you. I'm the coach where I look to the team where they have big ambitions. This team has big ambitions, and I work with the team that they're big as well. And I think it makes me to come here because of also I saw they've been doing well, but I'm just excited to be in this team and try to be here and try to contribute and be with this team. Ni Patrick Mabedi, kocha msaidizi wa Young Africans ambaye anakuja kuchukua nafasi ya Manu Rodriguez aliyeomba mwenyewe kuondoka klabuni hapo. Umeona kocha msaidizi Patrick Mabedi, CV yake imeshiba. Yake imeshiba. Alikama anapamba ni kocha ambaye ana vigezo vya kuwa kocha mkuu. Lakini wao wamemchukua aende kuwa kocha msaidizi. Yaani wameamua tu kwamba wewe dereva ndio aendelee kuwa conductor. Au ndo kuna ile kauli anasema ukiona kipa anapasha ndio kasubiri atoki beki, atoka kipa. Kuna kipa anapasha afu umekaa hapa ya mambo atoki beki au wewe kipa atatoka. Ni nyongeza nzuri kiasi gani kwa kwenye benchi la fundi la Young Africans kuwa na mtu ambaye kama alivyosema Ali ana uwezo wa kuwa kocha mkuu na CV yake kama hivyo imeshiba, si tu ya kiuchezaji mpaka ya ualimu, kisha kuwa head coach kwenye timu mbalimbali ikiwa Malawi. Anakwenda kuongeza kwenye benchi la fundi la Young Africans chini ya Romain Folz. Uzoefu wake ni muhimu kwenye timu kwamba ana uzoefu, lakini ubaya wa kocha msaidizi ni kufuata programu ya bosi wako. Kwa hiyo na kumshauri. Sasa ushauri kuna kupokea au kutopokea. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kuwa na mambo mengi mazuri, lakini bosi wako akaona kwamba wewe ni msaidizi wangu, siwezi kupokea ushauri wako. Unaona ikaananyika changamoto. Lakini kama wakitengeneza combination nzuri, wakashirikiana vizuri, hakika Yanga watakuwa wamepata kitu, kwa sababu huyu ana uzoefu na yule Romain amekaa Afrika Kusini, na huyu amecheza Afrika Kusini na kukaa Afrika Kusini, na amefundisha Afrika Kusini, timu nyingi Afrika Kusini amefundisha. Naona. Kwa hiyo huo uzoefu utawafanya waipeleke Yanga kule wanapotaka kwenda. Yanga ile wanaitaka, Yanga wanataka kuona pila biliani. Kwa hiyo wanataka kuona kocha akifanya hivyo vizuri. Kwa hiyo kwa kumletea huyu moja ndio hiyo. Nakumbuka kuna wakati fulani Yanga walifanya mchezo kama huo. Walimletea Hans akawa manager, cheo cha manager, alafu Rwandamina akaja kuwa George Rwandamina akaja kuwa kocha mkuu. Baadaye yani ikawa vurugu. Kwa hiyo kama kocha amekuja kweli kuwa msaidizi akafuata maelekezo ya bosi wake, nadhani Yanga wana kitu cha kujivunia, kwa sababu kwanza kingine inawapa advantage, wanaenda Malawi na huyu bwana ni Malawi. Kwa hiyo kwa hiyo ni wanaenda wanajua siri za mpinzani wao. Kwa hiyo ni muda sahihi kocha amekuja, kwa sababu ni Malawi, wanakwenda Malawi. Kwa hiyo itawapa jambo kubwa la kufanya wafanye vizuri kwenye mechi yao inayokuja kesho kutwa. Kwa hiyo naona kwa hiyo walishafanya kwa nani? Yaani kama hivyo walikuwa wanakwenda kucheza dhidi ya timu fulani, alafu baadaye wakamchukua kocha kutoka kule. Kocha sikumbuki vizuri. Nitakumbuka vizuri. Kama sio Al Hilal. Hivi ilikuwa ni baada ya mechi Al Hilal au kabla Simba walipomchukua nani kocha ambaye alikuwa anafundisha Sudan.
Nitakumbuka vizuri chai kishakuwa imeshuka vizuri kwa sababu sasa joto la chai. Kwa hiyo nadhani Yanga watakuwa wamefaidika. Hasa kama kocha wataelewana na msaidizi wake. Unajua hiyo kingine. Kija na mtu ambaye ana CV ambazo zinagongana hapa, wakati mwingine mnaweza mkabishana kimawazo. Lakini kama wataelewana wakasema tufanye kazi kwa ajili ya timu, Yanga wamepiga hatua nzuri. Unazungumzia Simba yule kocha alikuwa na tattoo fulani hivi anaitwa. Kuna kocha mmoja ambaye alikuwa anafundisha Sudan na baada ya hiyo mechi Simba walishinda kama goli 4. Yes. Mwingine ni nani huyu wa Vipers? Robertinho. Na walimchukua hivyo. Yes. Kwa hiyo alitumia mbinu hiyo ya kumchukua hiyo. Kwa hiyo aenda kwenye mechi wakamchukua. Lakini huyu sasa huyu akufundisha ile timu. Robertinho alikuwa anafundisha Vipers, wakamchukua akawasaidia kwenye mambo yao akawa mepesi. Kwa hiyo Yanga wamemchukua huyu Malawi na wanaenda Malawi. Hata nafikiri hata Yanga kipindi Yanga wanamchukua Nabi hivi sio kaja kumuongezea na kazi. Cedric Kazi. Kutokana na uzoefu wake ambao yuko nao kwenye benchi wakamuongeza na mwisho wa siku click. Combination akatengeneza combination nzuri. Na mpaka sasa hivi Nabi mpaka hivi sasa wapo pamoja. Wameachana Kaizer. Chanto Kaizer lakini huwezi jua. Anaweza wakakutana tena sehemu. Mkatwende ni watu waga nao. Sawa, tuende kwenye viunga vya Azam Complex hivi sasa ambapo Azam FC imewasili mapema visiwani Zanzibar tayari kwa maandalizi ya mchezo dhidi ya KMKM utakaopigwa Oktoba 18 kwenye uwanja wa New Aman Complex. Azam FC chini ya kocha Flora Ibenge ina jukumu zito msimu huu kuhakikisha kwamba inafanya vizuri kwenye michezo ya kimataifa ili kuvunja mwiko wa kushindwa kuingia hatua ya makundi. Matokeo mazuri dhidi ya KMKM yataipeleka timu hiyo katika hatua ya makundi na kuendeleza pia rekodi ya timu kutoka Tanzania kufanya vizuri katika mashindano ya CAF. Mwenzetu Musa Kawambwa yupo visiwani Zanzibar akiambatana na Azam FC na ametuhabarisha zaidi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwenye kambi ya matajiri hao wa Chamazi. Kikosi cha Azam FC kimeanza safari leo Dar es Salaam kutoka katika jiji la Maji Chumvi na kuelekea visiwani Zanzibar tayari kabisa kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wao dhidi ya KMKM. Huu ni mchezo wa hatua ya pili kwenye kombe la shirikisho mara baada ya Azam FC kupata ushindi wa jumla dhidi ya El Merreikh Bentoui kutoka Sudani Kusini. Azam FC watakuwa wageni katika mchezo utakaopigwa Jumamosi hapa visiwani Zanzibar. Kocha Flora Ibenge atakuwa na kibarua kizito mbele ya KMKM, moja kati ya timu ambazo zimeonekana kufanya vizuri katika michuano hii ya kombe la shirikisho. Mbinu za makocha wote wawili katika maandalizi haya ndo zitakwenda kuamua nani aondoke na ushindi katika mchezo wa kwanza Jumamosi ya tarehe 18. Ni kocha wa KMKM ama ni kocha wa Azam FC? Kutoka hapa hiyo ni ripoti ya Musa Kawambwa kuhusiana na Azam FC kufika mapema visiwani Zanzibar kwa ajili ya kujiandaa na mechi dhidi ya KM. Azam tangulia mapema sana. Wamewasili jana ambapo ilikuwa tarehe 13. Mechi ni tarehe 18. Siku 5 kabla ya mechi. Dar es Salaam na Zanzibar hali ya hewa inashabihiana. Nafikiri ni utaratibu wa mwalimu. Hata wakati wanaenda Sudani pia waliwahi sana. Sudani joto kali. Of course Sudani joto kali. Kwenye climatization. Lakini hata hapa labda ataka kuadapt pia. Lakini wamefaidika na ratiba. Unajua wakati mwingine hii unaweza kufanya kwa sababu ya ratiba. Hata ile ratiba ile kwa iliwa favor. Ndio maana wakaweza kwenda kukaa siku zote zile. Lakini ukikuwa ratiba yako ikiwa ngumu unapata kupata muda kama huo. Kwa hiyo wachezaji ambao kwa national team moja kwa moja wanabidi na uzuri Zanzibar kuna uwanja wa kimataifa. Kwa hiyo huko unakotoka inategemea kama inafika pale. Inategemea kama inatua pale. Kutoa wapi? Ndege na kama inaenda kutua, yani route inatoka Dubai kama inakuja kutua. Kwa lazima uje na ndege ya kimataifa? Si tunakuhitaji. Hata jahazi wanapanda mbona wanafika mapema tu. Yaani wewe toka uliko unakotoka. Hakuna sababu ya kuchelewa kutoka Zanzibar. Sio lazima uje na ndege ya kimataifa. Bwana sikiliza, sisi wote tunamhitaji. Sisi tumerudi Dar es Salaam. Sisi wote tiketi yake tayari tumeshamtumia ya kuja Zanzibar. Anawahi kabisa. Zanzibar anawahi. Bwana Pascal Msindo hebu njoo. Lusajo, Fei. Njoo. Moja kwa moja nyinyi. Moja kwa moja. Unapanda ndege ambayo inawapitisha pale, Emirates inatua pale.
chuma inakusubiri kambini. Safi kabisa. Ni vizuri. Tofauti labda mechi ingekuwa inachezwa Mwanza, ungesema hakuna international airport. Huyo mtu yani angetakiwa kushuka sehemu fulani alafu apande tena usafiri wa basi aende mpaka au apande ndege nyingine tena ya kuunga ndege kwenda. Kwa hiyo siku 5 Azam wamepania kwa sababu wanajua wakicheza na timu kutoka Zanzibar zinakuwa zinawapa changamoto. Hata wa KMKM kuna mara kadhaa wameshawahi kuwafunga Azam. Kwa hiyo wanaenda kwenye mechi hii hawataki kuidharau KMKM. Na KMKM mechi yake iliyopita zidi wale Esport wacheza. Esport Djibouti. Djibouti. Mechi ilikuwa kali sana yenye ushindani mkubwa sana. Kama Ibenge alipata nafasi kuangalia ile mechi na wachezaji ile lazima waende kwa sababu ile mechi ilikuwa na ufundi mkubwa sana ile mechi iliyochezwa Zanzibar. Unaona yani pamoja na KMKM walishinda lakini unaona kwamba ule ushindani ulikuwa uwanjani ulikuwa mkubwa sana. Kwa hiyo si timu ya kuidharau KMKM kwa sababu inacheza ligi kuu ya Zanzibar. Kwa hiyo kunategemea ushindani wa hali ya juu sana. Kikubwa tunataka tumuone, mimi kama mimi napenda kumuona Gift Chitambala akionyesha uwezo wake. Yaani bado sijamuona yule ambaye nilikuwa namsikia na kusifiwa sifa zake kwamba ni mchezaji na niliona wachezaji wenye mili mikubwa kama ile wakina Jankola walikuwa na uwezo wa kumiliki mali. Yaani wachezaji wadogo wao wanaacha wapande mgongoni huko unaondoka na mali yako mguuni. Lakini Gift bado sijamuona akiwa na huo uwezo. Kwa hiyo naamini kwenye kipindi hiki atatumia aje tuonyeshe kile ambacho Azam ilivunja akaunti kwa ajili ya kumleta. Akiwa kwenye kiwango kizuri naamini kabisa akiongezeka na nani anacheza Saduni na Saduni amerudi kwenye kiwango chake msimu unaona ameanza kuwa katika kiwango bora. Akija na Barakati pale na Faisal safu ya ushambuliaji Azam itakuwa hatari sana na itakuwa tishio na hakuna shaka kwamba wanaweza kufuzu lakini endapo wachezaji hao muhimu wakionyesha viwango vyao vile halisi kabisa. Mimi sijui lakini naona kabisa miongoni mwa timu ambazo zitatafuna pesa nyingi zile za goli la mama ni Azam FC. Yani zile pesa za kwamba kila goli kwenye mechi za kimataifa milioni 5. Kama kuna timu ambayo itavuna pesa nyingi kwenye goli la mama basi ni Azam FC. Kwenye mchezo huu au katika yani kuanzia hiyo mechi na KMKM mpaka hatua makundi. Naona kabisa. Ni mechi ngumu of course. Haiondoi ugumu wake. Ni mechi ngumu lakini investment ambayo Azam wameifanya this time around ni kweli kabisa yale maneno yanazungumzwa wana kila kitu wanakosa nini na kama kuna kitu pengine kimewauma positively Azam FC Coastal Union of course wamecheza hizo round lakini hawajaenda group stage lakini Namungo yani hiyo ndio imewauma vibaya mno mpaka leo anashikilia rekodi pale juu wamecheza group stage kombe la shirikisho Singida Big Stars imeshindwa pamoja na kukaribia kiasi kile lakini walishindwa kucheza group stage. Na nani wale biashara walikuwa wanaenda kabisa group stage. Kama sio kwenye ya pili kushindwa kwenda kupasa hela kwenda walikuwa wanaenda kabisa kwa sababu walikuwa na timu nzuri na walikuwa wamefanya vizuri nyumbani. Kwa hiyo yani unaona kwamba wao hawana sababu ya kutuambia kwamba kwa nini hawezi kufuzu. Na nachoamini kwa safari hii ni wakati wa Azam kufanya hivyo. Yaani kile kitu ambacho kwa natamani mara kwa mara ukifanya kwa maana ya kufika hatua ya makundi ya kombe la shirikisho naamini mwaka huu atakifanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya uwekezaji ambao ameufanya, aina ya kocha ambayo unajua wana aina ya kocha ambaye ni mshindi tayari. Yaani ana mentality ya kushinda. Ni mzoefu wa haya mashindano makubwa. Tayari ameshinda taji hili la shirikisho akiwa na Berkane. Kwa hiyo wana kila sababu ya Azam FC kufanya hivyo ambavyo anataka kufanya kwa maana kucheza kombe makundi katika kombe la shirikisho. Na naamini kwa safari yao walivyoianza na hapa ambapo kufika wanacheza na KMKM. Of course KMKM ndio wana timu nzuri lakini siwaoni wakizuia Azam kwenda katika hatua ya makundi. Mimi nitakwenda mbali zaidi. Yani sijui itokeje kwamba mpira ufanye mambo yake ya kimpira Azam ishindwe kwenda group stage. Lakini kwa Azam FC hii kama wanaingia group stage siwaoni katika yani kwenye nafasi kwa maana nafasi ya 3 yani kuna chini nafasi ya 2 kwenye hayo makundi. Haijalishi utapangwa na kundi na timu gani. Yani ni watu ambao ni timu ambayo ina uwezo wa kumatch quality na timu yoyote katika hizi timu ambazo zinacheza kombe. Licha ya kwamba sasa hivi ukiangalia shirikisho, timu ambazo zipo shirikisho safari hii
ni timu ambazo heavyweight. Hauwezi kupangwa nazo tatu kwenye kundi moja. Unaweza kukuta Simba alikutana nani? Bahati mbaya tu Simba msimu ule wale wapinzani wake. So tusende mbali Namungo wakati anashiriki, haya alipangwa kundi moja na Raja Casablanca. Alipangwa kundi moja na Pyramids, akapangwa kundi moja na Nkana. Sasa Red Devils. yote vyuma hivyo. Kwa hiyo unaweza kukutana nao hata Simba. Sasa hao watu hata kama wote wanakuja, of course Pyramid yuko Champions League, Raja yuko Champions League. Huko kuna Wydad sasa hivi ambayo sawa lakini yani angalizo kwa Azam. Yani angalizo kwa Azam. Unajua kile kilichotokea mechi yao ya mwisho ya ligi dhidi ya JKT Tanzania ni kitu kikubwa sana ambacho kimegonga kichwa vya lazima kama kocha ile amekwambia kwamba usisikilize tu na kikosi bora. Kweli una kikosi bora, una wachezaji, una kundi la wachezaji wengi wenye thamani, wanaolipwa mishahara mizuri, wana maisha mazuri, wana viwango vizuri, lakini unapokuja kwenye uwanjani kuna watu wanakuja na mbinu zao. Je, wewe unazikaunta vipi mbinu zao? Hicho ndio kikubwa. Unajua timu ndogo wakati mwingine anayekwenda kama amefungwa anaweza kaja pale na nidhamu yake ya mchezo. Akajua mimi hawa bwana nataka niwavuruge tu. Naenda kupanga timu yangu namna hii, nitawazuia hapa. Alafu wakichanganyikiwa mimi nitakwenda dakika za mwisho nitatoka nitawafunga. Umeona? Kwa hiyo lazima Ibenge atafute plan B haraka sana kuhakikisha kwamba hawa akija na basi lao tunalifunguaje basi lao. Sababu mechi ya dhidi ya JKT walishindwa kulifungua basi la nani. Na walivyoamua JKT walivyoamua kupishana na Azam ukaona wanapata tabu. Ndio pale JKT wakaja kupata ile goli la kusawazisha. Kwa hiyo ni kitu ambacho wanapaswa Azam akiangalie. Yaani wanaenda Zanzibar na ndio maana ameamua kwenda Zanzibar mapema. Akaangalia mazingira na kila kitu. Hakikisha kwamba timu hii inafanya kile kwa sababu akishinda kule itamrahisishia akija Chamazi kumaliza mechi yake. Kwa hiyo ni mechi ambayo kujuana kwa timu za Zanzibar dhidi ya Azam ni kitu kikubwa sana kwenye hii mechi ambacho kinaweza kufanya chochote kwenye mpira. Unaona? Pamoja na uwekezaji mkubwa tunaoona wa Azam, lakini kujuana na timu zake za Zanzibar, historia yao inafanya hii mechi inakuwa ina mtego kwa Azam. Kwa hiyo lazima waiende kwa tahadhari zote ambazo zinastahili. Watategua vipi mtego huo Azam FC? Tarehe 18 majibu yatapatikana. Twende tukaiangalie Simba na rekodi yake ya mechi za ugenini. Simba ambayo itakwenda Eswatini kule. Wakati Simba Sports Club ikitarajiwa kuondoka nchini kesho kutwa kuelekea nchini Eswatini kwa ajili ya mechi ya mtoano ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Rekodi ya timu hiyo ugenini zinaibeba kwa kiwango kikubwa. Simba haijawahi kupoteza mchezo wowote wa hatua ya mtoano kwenye mashindano ya CAF tangu mwaka 2022 ugenini. Viwanjani leo tunapitia rekodi ya mechi za Simba Sports Club ugenini katika hatua ya mtoano tangu mwaka 2022. Huku pia tukitazama mechi 5 za mwisho walizocheza Simba Sports Club ugenini kwenye mashindano ya CAF hivi karibuni. Wanasema kwamba rekodi zipo kwa ajili ya kuendelezwa na kuvunjwa. Sasa kama kuna rekodi ambazo Simba wangetamani kuendelezwa, basi ni hizi rekodi walizokuwa nazo kwenye mechi za ugenini za hatua hii ya mtoano. Wamekuwa bora mno kwenye hatua ya mtoano kwenye michuano ya CAF. Na hata kipindi ambacho Simba wanashangazwa kutolewa katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwenye hatua hii ya mtoano na Songo. Ni baada ya kufanya vizuri mechi ya kwanza. Unakuta nyumbani ugenini wanafanya vizuri mechi ya kwanza, mechi ya pili hapa. Hata na Galaxy ile kule wakaja hapa wakafanya ujinga wakafungwa wakatolewa. Kwa hiyo kama kuna rekodi nzuri ambazo Simba wangetamani kuziendeleza, basi ni namna gani ambavyo wamekuwa wakifanya vizuri katika mechi za ugenini. Unadhani siri imekuwa ni nini ya Simba kufanya vizuri katika mechi za ugenini? Haijalishi unakuwa na kocha gani, makocha tofauti, lakini rekodi inasalia ile ile katika mechi zao za ugenini kwenye hatua. Moja ya sifa ya timu kubwa barani Afrika, ukiangalia timu nyingi kubwa barani Afrika ambazo zinafanya vizuri, mara nyingi zinajua kucheza mechi za ugenini. Yaani ikiwa katika uwanja wa ugenini zinajua kucheza michezo hiyo ya ugenini. Angalia Ahly anaocheza michezo yake ya ugenini, angalia kina Pyramids wanapocheza michezo, Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo Simba ana hizo element za kutokana na experience ambayo yupo nayo hivi sasa, ukubwa ambao yupo nao hivi sasa. Amecheza mashindano haya mara nyingi zaidi hivi sasa. Kwa hiyo anajua nikiwa katika uwanja wa ugenini natakiwa nifanye nini, na mara nyingi amekuwa akifanikiwa katika viwanja vya ugenini. Rejea katika mchezo ambao walicheza na Power Dynamos pale Zambia, mchezo ambao walimalizika kwa sare ya mabao 2-2. Mchezo ule wa ugenini ndio mchezo ambao uliwasaidia Simba kuqualify kwenda katika hatua inayofuata, kwa sababu mchezo wa nyumbani walikuja kutoka sare ya goli 1-1. Kwa hiyo faida ya kucheza vizuri kwenye uwanja wa ugenini ndio iliwasaidia. Kwa hiyo
Simba kucheza ugenini imetokana na uzoefu ambao wapo nao, wameenda viwanja vingi. Wanaenda Eswatini, hii sio mara ya kwanza kwenda Eswatini. Walienda mwaka 2018, walicheza namba 8 Swallows, waliwafunga mabao 4-0. Kwa hiyo unaona ni tayari ile exposure ambayo wapo nayo, ule uzoefu ambao wa kucheza viwanja vingi vya ugenini, viwanja vigumu vya ugenini, inawasaidia wao kujua tunacheza vipi na tunafanikiwa vipi kuondoka na matokeo chanya. Kwa hiyo hiko ndio kitu ambacho kinawasaidia Simba kutokana na uzoefu wao wa kucheza viwanja vingi vya barani Afrika vya ugenini, inawasaidia wao kujua tunachezaje na kufanikiwa kuondoka na matokeo chanya. Yeah. Mechi kama hizo ambazo unazishuhudia hapo katika hatua ya mtoano 2022 mpaka 2025 dhidi ya Gaborone United, Simba ikashinda goli 1-0, lakini pia dhidi ya Al Ahly Tripoli Simba ikapata suluhu ugenini, ikatoka sare ya magoli 2-2 dhidi ya Power Dynamos, lakini pia ikashinda magoli 3-1 dhidi ya Primeiro de Agosto ya Angola. Nyasa Big Bullets wakachezea kichapo cha magoli 2-0 pale. Na huu mchezo nakumbuka Juma Mgunda ndio kwa mchezo wake wa kwanza kabisa. Alisema kabisa hizi sifa msinipe mimi. Mwambeni Matola yeye ndo amekaa na timu, mimi nimekuja siwezi training session moja tu hapa eti nije nifanye timu ishinde magoli 2. Sio kweli. Kwa hiyo alizikataa kabisa hizo sifa. Alisema wazi kabisa, hizi sio za kwangu. Hizi sio za kwangu. Peni mdogo wangu. Mechi ijayo unitafuta, lakini hizi peni Matola. Ni mechi ambayo ilibuka na mambo mengi sana. Taarifa zikawa nyingi. Mgunda hawezi kukaa kwenye benchi. Nchi na maneno mengi sana. Hasa kwenye mpira. Kila mtu anajua. Wakasema alipeleka yule kocha alikuwa timu ya taifa ya wanawake. Kwa nani yule kocha alikuwa timu ya taifa ya wanawake yule ya Simba Queens. Timu ya Simba Queens of course alikuwa. Baadaye akachukua yule kocha akapelekwa Malawi nakumbuka. Alipelekwa Malawi, amepelekwa kocha ambaye anaweza kukaa kwenye mechi za CAF. Alipelekwa Sebastian Nkoma. Alipelekwa Sebastian Nkoma. Mgunda hawezi kukaa. Mgunda hawezi kukaa kwenye benchi. Ana sifa za kukaa kwenye benchi kwenye mechi za CAF. Alafu sasa nakumbuka tulikuwa wote kipindi kile Malawi. Mmoja anko vipi maneno anasema anko anajua kushusha pressure. Acha sikumze. Wamekwenda kwenye press akamwambia tutaona kesho. Mgunda tena akiona sifa zake utamtaka. Kwa tutaona kesho. Ni rekodi ambazo zinaonesha Simba imeshindwa kufunga goli kwenye mechi moja tu kwenye suluhu ambao walipata dhidi ya Al Ahly Tripoli. Ni kitu ambacho kwa kiasi gani kinakaa vichwani mwa wachezaji na vinakwenda kuwa applied pindi ambapo Simba inakwenda kwenye mechi inayofuata dhidi ya Hotspurs? Kwanza inatengeneza kujiamini. Unajua mkienda sehemu historia haichezi lakini inaishi kwenye watu, hasa kwenye mpira. Ndio maana mtu anambia bwana tarehe fulani tukichezaga sisi inakuwa ngumu, au tukichezaga Jumamosi sisi siku ngumu sana kwetu. Yaani mnakuwa rangi fulani. Yani kuna kitu fulani kinaishi kwenye historia ya mpira, na siku zote ukivunja ile historia, kama Yanga alikuwa anasumbuka na historia ile ya kwenda kushinda Kaskazini. Tangu amevunja sasa hivi ameanza kuishi kwenye maisha ya kawaida. Kwa hiyo ile rekodi ya kushinda ugenini kwanza inawaondolea pressure. Kwa mara nyingi timu zetu za Tanzania zilikuwa zifanye vizuri ugenini, na hicho kilikuwa kinachangia sana kuondolewa kwenye mashindano. Lakini tangu wamefanikiwa na kuondoa pressure za kucheza ugenini, kwanza wanacheza kwa malengo kwamba sisi tunataka tujilinde, tusifunge ugenini, tusipoteze. Kwa hiyo kingine hiyo inawafanya wachezaji wajiamini. Alafu wapinzani wakija kuona rekodi zao wasema bwana jamaa wanakufunga kokote. Kwa hiyo na wao wanakuja kukabili wewe wakiwa na hofu kwamba huyu bwana wakati wote anakufunga. Hasa ukizingatia kama mechi ya ushindi wa Gaborone kule. Kwa hiyo hata Eswatini pale wanajua. Na ukija kuangalia mechi yao ya Swallow pale walipigwa 4. Kwa hiyo Eswatini pale wenyewe wanajua, nani Hotspurs wanajua kwamba hawa jamaa wanakuja kuwasha moto kweli. Hapa kutawaka kweli. Hot itakuwa hot kweli hapa. Kwa hiyo naona hiyo inawajengea wachezaji kama mmoja na kama timu kwamba jamani sisi ugenini waga tupotezi. Kwa hiyo tukapambane. Kupoteza kwetu sisi ni sare au suluhu. Kwa tukapambane tupate matokeo. Dar es Salaam tunaenda kwenye tanuri letu la moto, mtu atoki. Kwa hiyo huku ndio sehemu ambayo sisi tunatakiwa tukaze sana, tusipoteze ili tukija Dar es Salaam kazi ikawa nyepesi. Kwa hiyo ikiingia kwenye timu, wale wanaokuja wanawapokea wanaishi kwenye hiyo historia kwamba bwana sisi ugenini sio wanyonge. Kwa hiyo hicho inawasaidia sana wachezaji kujiamini na kutengeneza. Na Simba sasa hivi na kikosi. Ukiacha mechi hizo ambazo tumetoka kuziangalia hapo, mechi 5 za mwisho ugenini kwenye mashindano ya CAF. Si tu katika hatua ya mtoano, mechi zao 5 za mwisho kwenye mashindano ya CAF Simba
rekodi yao ni kama inavyoonekana. Dhidi ya RS Berkane ikapoteza kwa magoli 2-0, lakini Stellenbosch na Simba zikamaliza kwa suluhu, na Simba wakapoteza magoli 2-0 dhidi ya Al Masry, wakatoka sare ya goli 1-1 dhidi ya FC Bravo de Marquise ya Angola, na wakashinda bao 1-0 dhidi ya CS Sfaxien. Ukiangalia rekodi ya mechi 5 za mwisho za CAF inapigana ngumi kali sana dhidi ya rekodi ya mechi za playoff, kwa maana ya mechi za mtoano za ugenini. Sasa kwa kumwangalia kocha aliyepo sasa na benchi la ufundi lilopo sasa na aina ya uchezaji wa Simba wa sasa, ni rekodi ipi ambayo unaiona ikienda kuwa karibu zaidi na Simba, ile ya mechi za ugenini za playoff au hii ya mechi 5 za mwisho kwenye kwa mechi naiona ile ya kwanza ya playoff, kwa sababu ile wanajua kwamba hii ni kufa na kupona. Wakati mwingine kwenye makundi, mnapokuwa kwenye makundi unajikuta kwamba wewe tayari kwamba mimi unacheza kwa target kwenye kwamba mimi nikifungwa huko kugenini au nikitoa sare huko kugenini nitarudi nyumbani nitatafuta matokeo. Lakini unajua kabisa hapa nikipoteza hapa, nikipigwa hapa nyingi, nyumbani sijui itakuwaje. Kwa hiyo unakaza mechi na mechi za kuamua, mechi 2 tu unakaza unamaliza. Lakini kwenye makundi ni ligi, kwa hiyo mnacheza. Umeona kwenye hii ya pili alizofuteza ni mechi 2 ambazo alicheza zaidi ya watu wakubwa sana kwenye soka la Afrika, Al Masry na Berkane. Kwa hiyo unaona kafungwa kwenye mechi ya kwanza ya finali na mechi ya nusu finali kwa nani Kaskazini, amefungwa na timu za kutoka Kaskazini, timu bora za Kaskazini. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba alikutana vipimo sahihi vya level yake, na wale watu wanajua maana ya kushinda nyumbani, na ndicho alichofanya. Simba alikuja kupindua meza hapa kwa Mkapa zidi ya Al Masry, na ile mechi ya Berkane ikamshinda akapoteza. Kwa hiyo rekodi kwa mechi zidi ya Nsingizini, ninaona anatumia rekodi yake ya mwisho kwamba kwenye hatua ya makundi Simba anaweza kufanya vizuri akaenda hatua inayokuja. Simba ya sasa kwenye kufunga unaionaje? Simba sasa kwenye kufunga so far sijabahatika kuiona Simba ya meneja Pantev mpaka hivi sasa. Uitazama sijabahatika. Lakini kwa nasikia na matokeo yake nayaona kwenye mitandao. Kwa hiyo kwa matokeo ambayo tumeyaona inatoa taswira ya kwamba of course timu imefungwa magoli 5. Imefungwa magoli 5, imefunga magoli 3. Kwa taswira hiyo haraka unaona kwamba Simba bado imeonyesha udhaifu katika maeneo yote. Kwenye eneo la ulinzi imeconcede mabao 5. Na eneo la ulinzi imefunga mabao 3. Kwa hiyo meneja wa Simba ana kazi kubwa ya kufanya. Of course anahitaji muda kufanya kazi ambayo anahitaji kufanya, na mpaka wana Simba muelewe sio rahisi ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo nafikiri haitochukua muda mfupi kwa kile ambacho amekidisplay wakati timu yake ya Gaborone inacheza, kile ambacho tumekiona, taswira ile ambayo tumeiona. Anaonekana ni kocha ambaye ni muumini mkubwa sana wa kushambulia. Yaani hajalishi anacheza na mpinzani wa aina gani, yeye anashambulia zaidi, kitu ambacho anaamini katika kushambulia. Kwa hiyo kama unaamini zaidi kwenye kushambulia, lazima uhakikishe timu yako kwenye defensive ina uimara. Yaani ile rest defense yako wakati unazuia, wakati unamiliki wewe mpira, ipo imara zaidi kwenye kujilinda. Kwa hiyo ndio maeneo ambayo nataka kuyaangalia zaidi kwenye kipindi hiki, kwamba wakati unashambulia au kama atakuja na falsafa tofauti na ambayo tumeiona akiwa na Gaborone, tutashuhudia. Lakini kama atakuja na ile falsafa ambayo tumeshuhudia, inatoa taswira kwamba anatakiwa kuwa na rest defense imara wakati anamiliki mpira, kwa sababu ni hatari sana wakati unamiliki mpira alafu ukafanya shambulizi la kushtukiza ukawa haupo katika organization nzuri katika eneo lako la ulinzi. Kwa hiyo obvious utafungwa kirahisi. Kwa hiyo kama ni hivyo, basi anatakiwa kuwa imara kwenye eneo la ulinzi, na hiki ambacho kimeonekana katika michezo miwili dhidi ya Al Hilal Omdurman ambao wamecheza, ambao walishinda magoli 2-1, lakini pia wakaja kupoteza kwa mabao 4-1, inatoa taswira kwamba anatakiwa kuwa imara zaidi katika eneo lake la ulinzi, lakini pia kuboresha zaidi eneo lake la kufunga mabao. Moja kati ya vitu ambavyo nilimuuliza Pantev wakati anatua siku ile pale airport, nilimuuliza kuhusu anaamini ni muda gani unatosha kwa Simba kucheza kwa namna anayotaka yeye. Yaani anaamini kwa kipindi gani itatosha kabisa kwamba Simba sasa inacheza kama yeye anavyotaka. Alichojibu ni kwamba Simba ina wachezaji wakubwa mno. Yaani wachezaji ambao ni wachezaji wakubwa. Kwa hiyo haihitaji muda mrefu sana kwa wachezaji kuadapt falsafa yake na aina yake
ya kucheza. Hivyo ni majibu ambayo yananipa picha kwamba katika mechi inayofuata, kwa maana hii mechi dhidi ya Nsingizini, tutakwenda kuishuhudia Simba ambayo inacheza kama anavyotaka. Na uzuri anarejea eneo ambalo alikuwa Botswana na Eswatini na yale pale. Kubwa mimi nilichokiona kwa Simba katika mechi zake mbili zilizopita pamoja na ligi, kulikuwa na changamoto ya jinsi inavyobadilika kutoka inapokuwa na mpira na kufanya mashambulizi yake. Hiyo inazungumzia Simba ya Matola sasa. Simba iliyopita ya Fadu pamoja na Matola ambaye alimalizikia, kwamba ilikuwa na hiyo changamoto kwamba wakati wanafanya mashambulizi yao walikuwa wako taratibu sana, alafu walikuwa wako organized. Yaani kila mtu ana kama vile anatumia uwezo wake binafsi. Alafu uwezo binafsi au wachezaji hawana nguvu za kutosha. Yaani hawako kwenye kile kiwango kizuri cha uchezaji. Kwa hiyo mwisho wa siku mpango unakuwa goli linakuja kutokea kusujulikana. Na mama mafunga magoli mengi sana ya kona. Ukiona timu hiyo unajua kwamba pale mbele hawana michezo mizuri. Kingine simuoni alikuwa atengenezi nzuri kuwafanya washambuliaji. Mara nyingi ndio maana ukimwona Soa alikuwa anaonekana anazurura tu uwanjani muda mwingi. Washambuliaji walikuwa wanaachwa sana peke yao. Wanakuwa sehemu kubwa ya ukabaji kuliko kutengenezewa nafasi. Ndio mpira wa sasa unataka mshambuliaji aje akabe, lakini bado ana nafasi ya kutengenezewa. Tuone pasi za mpenyezo zimepita ngapi. Tumseme huyu bwana amepewa pasi 5. Lakini sasa kulikuwa hakuna hiyo. Umeona? Kwa hiyo kocha Dimitri anabidi atengeneze kitu. Kama atafanikiwa kuwatengeneza Simba. Wachezaji kweli ni wakubwa, lakini walikuwa hawana morali. Morali yao ilikuwa imeshuka sana toka kocha alivyoamua kuondoka. Kwa hiyo yeye kwanza atengeneze morali ya timu, alafu atengeneze hiyo flow ya timu. Tuliwaona wale Gaborone walikuwa wanacheza, lakini na wenyewe walikuwa na changamoto kwenye kumalizia pasi. Kama Gaborone wangekuwa na wafungaji wazuri, ile mechi wao wangekuwa wameshashinda ile mechi tokea kule, na hii mechi ya Dar es Salaam vile walikuwa na nafasi nyingi sana za kushinda. Kwa hiyo changamoto bado iko pale pale kwenye ushambuliaji wake. Anacheza mpira mzuri, lakini pasi ya mwisho inaonekana bado ni tatizo kwa timu yake na washambuliaji wake. Kwa hiyo nadhani inabidi atengeneze sana kwenye hiyo kitu. Safu ya ushambuliaji ya Simba iwe imara, iweze kufunga magoli, kwa sababu ili ufuzu kwenye hatua hii unatakiwa ufunge magoli mengi ili ujiekee ulinzi unapokuja nyumbani. Bila kufunga magoli mengi huwezi kufanya chochote. Kwa hiyo lazima Simba wabadilike kiuchezaji, na hiyo jukumu lake Pantev kwamba anatakiwa atuonyeshe kweli. Na sisi hatuwezi kumhukumu kwa hizo mechi mbili zilizochezwa uwani. Tumepewa tu matokeo, unaweza ukafungwa lakini ulicheza vizuri. Umeona? Na pale ilionyesha kwamba wale Al Hilal walijifunza, walifungwa mechi ya kwanza 2-1, wakageuka, wakashinda 4. Kwa hiyo inaonekana kwamba walitufunga, kwa mechi iliyofuatia wakabadilika. Wameonyesha kocha kwamba bana, timu yako ndio ilikudanganya siku ya kwanza kama timu yako ni nzuri imeiva, lakini hapana, sio nzuri. Tumekupiga leo goli. Hatujui ni aina gani ya wachezaji waliobadilishwa, wangapi walianza, wangapi walibadilika. Kwa hiyo timu nyingine inaweza kuwa inachangia, na timu ukibadilika sana uwanjani inashindwa kukupa picha halisi kwamba hii ndio timu yenyewe. Simlaumu Imam kwa kosa la mtoa adhana. Kwake anaumhusu. Tutamlaumu nayo. Tunasubiri na itasema sio mbali. Na Azam TV haina dogo. Inatuwekea mpira unacheza upenuni kila mwenye macho aone. Kwa hiyo sasa jiandae. Akifanya vizuri kwenye hii mechi, Tanzania bwana tumejaliwa. Yani hilo tu mpaka sasa hivi ataimbwa kwa mapambio. Tutasahau pila tatu au? Nakwambia ataimbwa kwa mapambio na kila kitu. Yaani mechi ya kwanza hapo kama mrarua mtu 3, afu limepigwa jingi sana mguuni. Biliani la kutosha. Watu watasahau kila kitu. Bahati tulikuwa nayo Tanzania msimu huu kwenye michuano ya CAF ni kwamba timu za Tanzania zote zinaanzia ugenini katika michezo yake ya hatua za awali, na Singida Black Stars ni miongoni mwa timu ambazo zinaiwakilisha nchi ya Tanzania kwenye michuano ya CAF. Nao wanarejea kwanza Dar es Salaam kabla ya kuelekea nchini Burundi. Kikosi cha Singida Black Stars kinatarajia kurejea jijini Dar es Salaam kuendelea na maandalizi ya mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Flambeau du Centre ya Burundi utakaochezwa siku ya Jumapili pale Bujumbura. Singida Black Stars iliyokuwa mkoani Singida kuendelea na maandalizi ikiwemo kufanya sherehe za ubingwa wa kombe la Kagame. Singida ilifuzu hatua ya pili ya mtoano baada ya kushinda mechi zote 2 dhidi ya Rayon Sport ya Rwanda na kutinga katika hatua inayofuata, na sasa wanaisaka tiketi ya kucheza hatua ya makundi dhidi ya Flambeau du Centre ya Burundi. Azam na Singida zimepata bahati sana. Yani mechi zao zote yani mechi zao ni timu mbili ambazo zimepata nafasi ya kucheza mechi ya mwisho ya kusaka hatua makundi jirani na Tanzania.
Azam wakiwa Tanzania kabisa, wanavuka maji tu kwenda Zanzibar, lakini Singida Black Stars wao wanakwenda Burundi tu hapo. Basi tu wameamua kuja huko, lakini kama wangeza bwana wanaamua kula vumbi wakapita zao nani hapo Singida pale kutoka zako unashusha umeteremka Mwanza hiyo nani Mwanza kutoka kama kule kama kula hivi kama ukitoa Nyakanazi ukishuka ukiamka sasa hiyo ushatoa labda atakuya chupa watapanda basi wale waende ukafike huko wanyoshe umechoka inauma kisa chake nini bwana safari ya saa 2 tu hapo nataka kwa vipi haina sababu na akifanikiwa kuwatoa basi Azam atakuwa ameonea sana Rwanda na Burundi sana, kwa sababu amemtoa Rayon anakwenda kumalizana na nani na Flambeau. Kwa hiyo ni mechi ambayo nzuri, naamini Gamondi ana timu ya kufanya hivyo ukiangalia kile kiwango alichoonyesha zidi ya Rayon, lakini wapinzani wao nao wameonyesha kitu, wameshtua Afrika kwa hatua iliyopita. Walipita kwenye tanuru la moto mpaka wamefika hapa. Kwa hiyo haitakuwa mechi nyepesi kama ilivyokuwa. Amemtoa Kadara yes, ambaye walikuja kucheza na Azam. Na Azam. Kwa hiyo ni timu walichafua nani hapa? Waliharibu kila kitu pale. Starehe iliharibika kabisa. Kwa hiyo lakini bado unamwona Mwamba wa Lusaka, timu ya Zamba hajacheza, anarudi nyumbani, anakuja kuongeza kitu kwa sababu mechi iliyopita alikuwa na mchango mkubwa sana dhidi ya Lion. Kwa hiyo namuona Mwamba bado akiendelea kuonyesha akishirikiana na Shakei. Naona Aucho mtu mzima yuko chini pale wakiendelea kuwa ile combination yao pale katikati ya uwanja. Namtaka Mwaku nimuone Mwaku yule mfungaji bora ambaye alikuwa DR Congo. Kwa hiyo naye akirudi kwenye kufunga akipata ile hali spirit ya kufunga na kikosi anapata nafasi nyingi katika washambuliaji ambao nimeona wamepata nafasi nyingi na akashindwa kuzitumia ni Mwako. Miongoni mwao ni Mwako. Yaani nimeona katika mechi za Kagame, nimeona katika mechi za ligi anapata nafasi nyingi sana lakini ametumia mechi chache sana kufunga. Kwa hiyo kama ana ushindani mkubwa pale juu. Kuna nani Rupia. Rupia naye ameonyesha kitu. Kwa hiyo lazima naye Mwako ajibadilishe kwa sababu alikuwa mfungaji bora Kongo. Naamini ana jambo la kufanya kuonyesha. Sasa Rupia uzuri wake ni kwamba yani yeye hahitaji kujitambulisha Singida kwamba ni mchezaji wa namna gani. Msimu uliopita alifunga magoli ya kutosha tu na uwezo wake 12 na uwezo wake umeonekana. Na msimu uliopita alikuwa na Jonathan Soa. Na hata mechi iliyopita alifunga goli. Kwa hiyo unamuona kwamba ni mchezaji ambaye anamuuliza maswali Mwako lazima aonyeshe kitu. Kocha anamwamini sana Mwako kutokana na uwezo wake. Ana speed nzuri, anaingia kwenye mashimo vizuri, lakini touch yake ya mwisho kwenye goli naona amepoteza kujiamini. Unajua wakati mwingine mshambuliaji anaweza akawa anafunga sana afu baadaye akapoteza kujiamini. Kwa hiyo hii inakuwa changamoto. Wakati mwingine hata penalty watu wanawapaga ili aweze kufunga, aweze kurudi kujiamini. Kwa hiyo nadhani Singida wana kazi ya kumtengeneza Mwako arudi kwenye ubora wake. Na msimu huu utakuwa wao bora sana kama Mwako na Rupia wote watakuwa kwenye kiwango kizuri kama ilivyokuwa kwa Soa na Rupia msimu uliopita. Na uzuri ni kwamba Singida wana timu ambayo inaundwa na wachezaji wenye uzoefu haya mashindano makubwa. Umemtaja hapo Kratos Chota Chama. Anafahamu nini anatakiwa kufanya akiwa kwenye mashindano makubwa kama haya. Mtu kama Halid Aucho amecheza mpaka finali ya kombe la shirikisho. Na hawa wachezaji wengine wakubwa katika kikosi hiko akina Kibabage tayari ana uzoefu katika mashindano haya makubwa. Kwa hiyo ni advantage hata kocha Miguel Gamondi, kocha ambaye tayari anafahamu. Kwa hiyo kwangu mimi naamini Singida wana nafasi kubwa ya kufanya vizuri, wana nafasi ya kufuzu kwenda katika hatua inayofuata kutokana na upana wa kikosi chao, kutokana na ubora pia wa kikosi ambacho wapo nacho. Tukaangalie mechi 5 za mwisho za Singida Black Stars, afu tuone zitatupa picha gani kuelekea mechi yao hiyo dhidi ya Flambeau du Centre. Mechi za mwisho za Singida Black Stars ni kama unapoziona. Singida Black Stars walishinda goli 1-0 dhidi ya Mashujaa FC ya Kigoma, lakini pia wakashinda magoli 2-1 katika mechi ya mkondo wa pili dhidi ya Rayon Sport. KMC wakafungwa goli 1-0 na Singida Black Stars wakiwa nyumbani KMC Complex, lakini mechi ya mkondo wa kwanza dhidi ya Rayon Sport Singida Black Stars ikashinda goli 1-0 katika mechi ambayo ilikuwa ni ngumu mno, hasa kipindi cha pili. Singida Black Stars wakashinda magoli 2-1 kwenye mechi ya Sekafa Kagame Cup finali dhidi ya Al Hilal ya Sudan. Mechi 5 Singida Black Stars imeshinda zote. Na sio tu kushinda zote, ni mechi ambazo wameruhusu magoli 2. Magoli 2 matatu. Mawili yes. Ruhusu magoli 2. 2-1 dhidi ya Rayon Sport kwenye mechi ya mkondo wa pili na 2-1 dhidi ya Al Hilal kwenye mechi ya Sekafa Kagame Cup. Kwa safu yao ya ulinzi inatoa ujumbe kwamba tuko vizuri,
na safu yao ushambuliaji hakuna mechi ambayo hawajafunga goli kwenye mechi zao 5 za mwisho. Unadhani hii inampa kujiamini kiasi gani kocha na benchi la ufundi kwamba tunakwenda katika mechi ikiwa tayari tuna rekodi nzuri ya kufunga, licha tunazungumza mengi hapa kuhusiana na mwaka anatengeneza nafasi nyingi anakosa, lakini hakuna mechi katika mechi 5 za mwisho ambayo Singida Black Stars imemaliza bila mpinzani kulia. Nguvu yao kwenye viungo. Yaani Chama, Shake, Ali Aucho na hao waliofunga magoli wengi ni viungo. Na sorry. Na ukiangalia kwa ujumla, yani kwa sababu washambuliaji wanashindwa kutumia nafasi, basi hao viungo wamechukua jukumu lile la kufunga. Umeona? Ukiangalia move nyingi na wale, kwa sababu washambuliaji wao wanajua kukimbia kwenye maeneo, wanawafanya mabeki wanakimbizana sana washambuliaji na kutoa nafasi. Kama magoli yalofunga Chama, unaona kabisa ni magoli ambayo ya kutengenezewa kabisa, ni kwa sababu mtu anaondoka na mtu yeye anafunga. Hata goli alofunga Shake, unaona kabisa mtu alitengeneza move nzuri, alifunga yule anaitwa Diamandi. Umeona? Alitengenezewa vizuri, kaja ka press ka goli. Kwa hiyo ni timu ambayo wanajua, wale viungo wamejua kuchukua ile jukumu nzuri la washambuliaji. Kwa washambuliaji tunasema wenyewe washambuliaji bado kwenye haya magoli walofunga Singida bado hawajatuonyesha kile ambacho tulitegemea kutoka kwao. Na hapo ni alert kwa washambuliaji. Kwa sababu katika hii michezo ambayo wamecheza, washambuliaji idadi ya magoli ambayo yanafungwa kwanza sio idadi kubwa ya mabao. Yaani haileti picha nzuri kwenye mashindano makubwa kama haya. Unapoenda kucheza hasa michezo ya ugenini au hata ukiwa nyumbani, kitu cha kwanza ambacho unataka kuhakikisha ni kufunga mabao mengi ambayo yanakuweka wewe sehemu salama. Kwa hiyo kama unazuia vizuri lakini haufungi mabao, pia sio kitu kizuri. Of course kwenye eneo la ulinzi wameonyesha uimara. Sasa hivi tunamuona Morris Chuku anacheza kama beki wa kati akicheza na Anthony Trabi katika eneo hilo. Muunganiko wao umekuwa mzuri sana. Upande wa kulia unamwona mtu kama yule Andy Kofi superb sana. Kushoto Kibabage anacheza vizuri sana. Eneo la kiungo Halid Aucho, utulivu wake, ana link timu katika eneo la ulinzi na eneo la ushambuliaji. Clatous Chota Chama katika eneo hilo, akina Maruf Shake wakipata nafasi, lakini eneo pekee ambalo limeonekana bado halijaleta matunda chanya ni eneo la ushambuliaji. Nimemtaja mtu kama Moako hapo ambaye amesajiliwa akitokea Kongo, akiwepo mfungaji bora akiwa anakimbizana na Kitambala. Kwa hiyo unaona ule uwezo wake wa kufunga umewashawishi Singida kumsajili, lakini mpaka hivi sasa hajadeliver. Goli lake la mwisho alifunga katika Sekafa. Goli alifunga kama sijakosea na APR, alifunga goli moja la semi-volley ya chini, lakini mpaka kutoka hapo hajafunga tena. Kwa hiyo nafikiri wana room ya kuimprove, wana room kubwa ya kufanya wao wafungaji, na ili timu ifanye vizuri zaidi, ili timu iqualify kufika mbali, lazima ifunge mabao mengi. Tunaona timu ambazo zinafanya vizuri, kina Pyramids, kina Mamelodi, wana washambuliaji ambao wanafunga mabao na timu zao zinafanikiwa kufanya vizuri. Kwa hiyo Singida ili wafike mbali zaidi katika haya mashindano, sio kuzuia tu peke yake, lakini pia lazima wafunge mabao, na jukumu la kufunga mabao wanalo washambuliaji. Wasimlazimishe Gamondi ya Pep Guardiola 2023. Akaamua kufanya hizo viungo tu. Au akachukua Anthony Trabe, kwa sababu Anthony Trabe mpaka sasa hivi ndo naweza kufanya kama top scorer, amefunga kama sijakosea mabao 2 amefunga. Bwana kama striker yeye mfungi. Sasa sababu gani? Sikiza Chama. Trabi kafunga mabao 2, yes. Au Morris Chake cheza pale. Morris Chake wewe maliza pale. Namba 9. Alafu na kaba mwanzo Ali Dabibu atacheza, Ali Dabibu na Aucho hapa. Juu yao watakaa Chama. Huko ndio Mande. Kuna Kijiri kule akimaliza pembeni. Maisha yanakwenda vile ndio. Shida kwa sababu tuna mtu tu pale ambaye tukikata nafasi tuweka anaweka. Au tusubiri kona huko Trabi apande aweke kitu. Katika timu ambayo inatengeneza nafasi, Singida wanatengeneza sana nafasi. Yaani naona kabisa wanatengeneza sana nafasi. Sasa ile ndio timu ambayo ile ndio timu ambayo unaweza ukamlaumu mshambuliaji. Yes. Kwa sababu chances created rate ni kubwa sana. Conversion rate yake ndogo sana. Nyinyi mtatuambia mna shida gani? Kabisa. Yaani Singida lazima wakae chini na washambuliaji wao. Kabisa. Watafute namna waupate ubora wao. Yaani kuna muda inabidi tu waekee tu goli, basi sikizeni nyinyi chukueni mipira kila mtu 150. Pigeni pale kwenye nyavu bwana. Yaani nyinyi tumbukizeni tu wewe. Hamna takipa, pigeni tu. Mtengeneze hiyo nani ya kuweka mpira kambani. Kamalize tofauti zao na goli. Sawa, turudi katika ligi kuu ya NBC ambapo itaendelea katika mikoa miwili. Hii ni mikoa ya Mwanza na kule Manyara. Ligi kuu ya NBC inarejea Ijumaa hii ambapo michezo miwili itachezwa kwenye mikoa ya Mwanza na Manyara. Mchezo wa mapema utakuwepo jijini Mwanza ambapo Pamba GFC watakuwa mwenyeji wa Mashujaa FC, huku majirani zao
huku majira jioni Fountain Gate wakiwa wenyeji wa Dodoma Jiji. Pamba Jiji haijapata ushindi katika mechi 3 za ligi kuu, ikiwa ni sawa na Fountain Gate. Hizo ni mechi 2 za Oktoba 17. Pamba Jiji dhidi ya Mashujaa pale CCM Kirumba, lakini kule Tanzanite kwa raha Babati mkoani Manyara ni Fountain Gate dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo leo mechi ya Fountain Gate na Dodoma, kwa sababu Fountain Gate wamezaliwa upya kwa mujibu wa msemaji wao Isabuzi. Wanasema wamezaliwa upya. Jana wametambulisha wachezaji wao juzi wametambulisha wachezaji wao. Kwa hiyo wanaanza ligi. Watu wanaanza ligi. Ni mechi 2 ambazo zinatamanisha kuona. Pamba na Jiji nao wenyewe pia wanatafuta ushindi wa kwanza chini ya Francis Baraza. Yaani wana changamoto. Kupigwa mechi 3 za kwenye ligi ni hatari kwako. Sababu ligi ukipigwa mechi 5 tu ina maana wewe safari yako ya kushuka daraja inakuwa imeiva. Mechi 15 kwenye mechi 5 za kwanza. Safari yako ya kushuka daraja itakuwa inaanza kuiva. Unaanza kupambana playoff. Yaani malengo yako yatakuwa ni playoff sasa. Sio kubaki kwenye ligi kuu. Kwa hiyo nadhani huo ni mtihani ambao Pamba wanao na wanapaswa kubadilika. Ni timu ambayo ukiona inacheza vizuri, lakini yani sijaelewa kwa nini wanapoteza mechi zao. Yaani ukiona wanapocheza, nimeangalia mechi zao zile 2 walizopita, labda kwa sababu walikutana na wakubwa, kacheza na Yanga, kacheza na Namungo. Hizo una nafasi ndogo sana ya kumlaumu Baraza. Ndio nasema hasa mechi dhidi na Namungo, kuna namna fulani utampa credit Baraza kwa jinsi alivyocheza au nini, na vitu kama hivyo. Sasa ngoja tuone dhidi ya Mashujaa ambao wana kidonda kibichi kutoka kupoteza dhidi ya Singida. Wametoa sare na JKT Tanzania. Mechi ya kwanza. Kwa hiyo sasa wanakwenda kwenye mechi ambayo kila mtu anataka kupata point 3. Kila mtu ana mwenzake kibonde. Mimi nastakia hapa. Yaani hapa mimi ndo naanza ligi yangu hapa. Mimi ndo nazichukulia hapa. Hata Dodoma Jiji ndio wameshapata kocha. Usikia mtangaza nani huyu alikuwa kwenye mafuzo, nani anaitwa? Of course jina limetoka, lakini kuna kocha wamemtangaza. Sasa naye kibarua chake kianze, tuone na Fountain Gate ambao wamezaliwa upya. Yes, tuone. Kama je ilikuwa bahati mbaya zile mechi zote kupoteza ni kwa sababu ya Fountain na kocha wao vivile nani Kitambi ilikuwa inasemekana kwamba hayupo na timu. Sasa sijui kama amesharudi au vipi, kwa sababu siku hiyo tutajua kwa sababu alisema siku hiyo hakuepo, hakuaga. Sasa kama amezaliwa upya kwa hiyo ni mtihani. Wamezaliwa kipindi kizuri, pasi zipo. Timu imezaliwa upya, kwa hiyo tusubiri tuone watatokea wapi. Kwa hiyo wana mtihani. Yaani timu zote hizi tunaziona ziko pale kwenye zile nafasi. Zote zina changamoto ya moja ya walimu, mwingine kwa wachezaji. Yaani timu zinakutana ambazo zote kila mmoja ana ugonjwa wake. Hasa kwenye walimu. Sasa Dodoma wamepata kocha ambaye bado hajamtangaza rasmi, lakini anasemekana. Kwa hiyo nao hawana mwalimu. Fountain Gate nao hawana mwalimu. Na Kitambi alisemekana ameondoka kwenye timu. Kwa hiyo sasa wanakutana na watu ambao wako chini ya makocha wasaidizi. Kwa hiyo tuone wakocha wasaidizi wana jambo gani. Ni weekend ambayo ina vitu vingi sana, na kabla ya weekend kama nilivyokuambia tunaanza leo jioni.